Huyu anapenda watu, ndio kipawa ni chake. Haleluya. Huyu anahurumia watu, huyu ndiye anabarikiwa. Huyu ndio milango inafunguka. Praise the Lord. Huyu ndiye anapatiwa shamba atakawia wengine. Ndiye huyu ako na huruma. Praise the Lord. Tuko pamoja. Huyu ndiye mbarikiwa. Huyu ndiye anainuliwa na Mungu. Sasa hivi nimesema bila tuko hapa tunaangaliwa tu. Na kila wakati mpaka mioyo yetu inasongwa mbele za Mungu kila siku. Kila wakati. Na mioyo yetu yesifichika. Sasa kilicho ndani ya mioyo yetu ndio uamuzi utatoka kulingana na vile tuko. Ni heri kujipanga mapema na kumwambia Mungu, kwa sababu tukiwa kwa Mungu tuko na uwezo wa kumwambia Bwana, mimi nimelemewa na shida ya wivu. Imenikalia sana tangu nikiwa mtoto. Naomba uniondolee roho hii nipate nafasi ya kubarikiwa. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Nipate nafasi ya kubarikiwa. Mimi niko na shida ya manunguniko bure tu. Niko na shida ndani ya moyo wangu. Nipate nafasi mwaka huu 2025 Mungu atushindanie. Praise the Lord. Mungu aturejeshe, Mungu atukumbuke. Tusiishi tu hata asubuhi nilisema vitu vidogo vidogo. Bila Mungu alikuwa anaongea hapa vitu vidogo vidogo. Vinasababisha tunakaa na shida. Vinasababisha tukaombea taifa, tuombee rais, tuombee makamu, tuombee sio? Tuombee wote na wanaenda na magari makubwa. Sawa, hiyo ni kazi yetu, si ndio? Na Mungu anaturuhusu tufanye hivyo. Lakini hata sisi tunahitaji kubarikiwa. Si ndio? Hata sisi tungependa watu wote tukiwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata unaweza fanya kazi kubwa, unaweza kuwa na biashara kubwa. Haleluya. Hata hizo rami zinawekwa hata wewe utembelee huko. Amen. Unaombea serikali ikae aje? Kuwe na amani, si ndio? Ndio uweze wewe kukaa na amani, utembee kila mahali na amani, si ndio? Na ukiwa na shida uko na amani? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Atina saa hiyo kuna vile Mungu anataka sisi tuwe, lakini hatujakubali kufungua hizo makamba. Haleluya. Amen. Utupe. Hizo mavitu zimefunga roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zinafunga roho mpaka inafungwa na makaratasi. Umewahi chinja ng'ombe imekula makaratasi? Unaenda pale kwa kitu kingine si karibu vile unatoa kitu hapo. Makaratasi kama nini? Umewahi na kitu kama hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Ati wanasema hii ndio imeua hii ng'ombe. Imekula vitu nyingi, imeishi kukula, kimefungana kikubwa. Ukifungua unafungua pole unaweka chini, inafunguka, ila ingine inararuka, ukifungua inararuka. Bwana Yesu asifiwe. Ati roho ya mtu iwe ndio imefungwa na makaratasi ya uchafu kiwango hicho. Haiwezi pata nafasi ya kupokea hewa fresh. Haina nafasi ya kusema kitu kizuri, utamuke mambo mazuri, upende wale wengine. Na huku tumeahidiwa na Mungu baraka. Huku tumeahidiwa ushindi mkubwa katika maisha yetu. Tumeahidiwa kibali kikubwa ndani ya mji na taifa lote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahadi zetu ni kubwa. Ahadi zetu ni kubwa. Ahadi zako ni kubwa. Vile tu tumekuja kwa Mungu saa hii. Haleluya. Vile tu tumempokea Yesu saa hii na tukaingia kwake, tumekuja kuingia kwa ahadi za ushindi wa maisha yetu. Wewe ndiye Mungu amechagua kwenu. Amen. Mimi ndiye amechagua kwetu. Amen. Praise the Lord. Amen. Tuko pamoja. Ni wewe amechagua kwenu, ulete nuru kwenu. Wote wajue Mungu. Kwa hivyo hautatumika kama wao. Hautakaa kama wao. Hautaongea kama wao. Praise the Lord. Mungu anasema ni sisi tumeahidiwa kibali, tumeahidiwa upendo. Tuwe na upendo, tuwe na furaha na amani. Nisomee Exodus. No, enda Deuteronomy kwanza. Enda nisomee Deuteronomy 15. Somea mstari wa 4. Watu wajue ahadi hizi ni zetu. Ni baraka tu Mungu amesema. Deuteronomy 15:4. Mwenyezi Mungu Mungu wenu atawabariki katika nchi anayowapa. Atawabariki katika nchi anayowapa. Nchi hii Mungu anasema anawapa
hapa ni gani? Hebu tuangalie ni gani. Nchi hii Mungu anasema nitawabariki katika nchi ambayo ninawapa. Tunatoka hapa tunaenda Uganda. Tunatoka hapa tunaenda Tanzania. Hapana, anakumanishia wakati ulikuwa umemjua, ulikuwa kwa nchi nyingine. Praise the Lord. Amen. Wakati ulikuwa umejuana na Kristo na Mungu haya madhabahu, ulikuwa kwa nchi nyingine isiyoamini, ulikuwa kwa nchi nyingine ya madharau, ulikuwa kwa nchi nyingine ya mandeni, ulikuwa kwa nchi nyingine ya magonjwa. Praise the Lord. Amen. So anasema sasa mimi nitawabariki kwa hiyo nchi ambayo nawapeleka. Are we together? Yes. Tunaelewana? Yes. Unaelewa kwamba anasema nitawabariki, kumaanisha wakati unapokuja kwa Mungu na kukubali Mungu, unahamishwa. Unatolewa kwa nchi ambayo ulikuwa, unapelekwa kwa nchi ambayo iko na maziwa na asali. Ndiye alikuwa anawaambia nitawapeleka nchi nyingine. Hiyo ni ya maziwa na asali. Mtafurahia, mtacheka huko. Sasa wakati huko katika maisha machafu ya ulevi, huko katika maisha ya ushirika na usherati, huko katika maisha ya aina hiyo, huko kwa nchi nyingine ambayo haina amani, sitaona mtu ametenda dhambi akafurahia hata kama dhambi inafanywa. Haleluya. Amen. Wakati umefanya dhambi unafurahi sana. Si unahukumikanga sana hata ukiwa kwa barabara. Sasa nimefanya ukitukana mtu hapo dakika 30 peke yake. Kama uongeleshe mtu vibaya hapo utukane au umfanyie vile utamfanyia. Wewe utajua nimefanya makosa. Then moyo wako utachoka. Utaanzia kuhukumika. Utauliza ni nini nimefanya. Kwa uko kwa nchi nyingine ambayo haina furaha. Uko kwa nchi nyingine ambayo iko na mateso. Uko kwa nchi nyingine ambayo ni ya magonjwa. Wakati uko na magonjwa, wakati unajaribu kufanya kitu hauwezi, unajaribu kusomesha watoto ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Uko kwa nchi nyingine ambayo ni ya umasikini. Uko kwa nchi nyingine ambayo huwezi pata chochote ukafurahia ndani ya mfuko wako ama ukakopesha. Haleluya. So ndiye anasema huku ninawapeleka, nataka kubadilisha maisha yenu, niwaingishe katika nchi nyingine. Huku nawapeleka mawazo yenu. Huko ni kwa Yesu, ambako ni kuamini, kusimama kwa imani, kumpenda Mungu na kufuata njia zake. Huko ninawapeleka, nitawabariki. Amen. Haleluya. Amen. Tunaelewana? Yes. Huko ninawapeleka, so ukubali kupelekwa. Ni kweli? Yes. Unaweza kubali kupelekwa na unaweza kataa nini? Kupelekwa. Huyu mtu unaona bado anakatalia kwa mambo ya zamani. Hataki kutolewa kwa nchi hii. Iko na mateso, iko na kilio, iko na magonjwa. Ahamishwe, apelekwe nchi nyingine ambayo iko na furaha. Anasema nchi hii ambayo anawapeleka, soma hapo. Mwenyezi Mungu Mungu wenu atawabariki katika nchi anayowapa iwe mali yenu. Atawabariki katika nchi ambayo ninawapa iwe mali yenu. Huko ninawapeleka, kutakuwa nchi nyingine ambayo iko na mali. Utakuwa huko na unamtukuza Yesu, unamtukuza Mungu. Hiyo nchi iko na mali. Unapotenda mema hayo, unapogeukia mazuri hayo, huko sasa ndiko Mungu anaanzia kufungua milango ya ukweli. Hiyo nchi iko na mali nyingi sana. Kutenda mema kuna baraka. Kufanya mazuri kuna pesa. Praise the Lord. Kufanya mazuri, kupenda mema, kuna hizo pesa unatafuta na biashara. Haleluya. Na kuna utofauti na mtu ambaye anapokea na njia ya mema na anayepokea na njia ya mbaya. Haleluya. Amen. Niliwaambia angalieni hao watu uza mabao, niambie yule umalizia vizuri. Ndio mnasema wako na gari, angalia vile wao unamalizia. Angalia tu watu vile uenda. Unionyesha tajiri mkubwa ama watu wakubwa waliofanya hiyo kazi wakaendelea sana. Wale hufanya kazi za uchafu na usherati na nini, wakidhania watajenga na hakuna. Ona wote uniambie wako kwa nchi nyingine ambayo haina amani, ni ya shida, ni ya magonjwa. Hata wengi wakiulizwa sasa ile kazi nilikuwa nafanya, hata yule ameokoka ya ukweli leo hii hataka kusema tofauti yenye hapo kwa saa hii na wakati huo, ataongea mambo uchumwambie sawa, imetosha. Ushuhuda peke yake utakusaidia uokoke kama unaokoka. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu gani? Anakuambia yale nilipitia, yale nilifanya, hakuna faida nilipata. Hata leo hii naweza kuambia niko
niko na amani ya moyo. Hata nikitoka kwangu niko na furaha, hata nikirudi sina kitu, niko na furaha. Na Mungu sasa hiyo anakuandaa ndiye akuhamishe polepole, akupeleke nchi hii. Hii nchi ukishafika huko, anasema kuna kila kitu. Haleluya. Sasa unakuta tunabishana na wengi wakikataa, sitaki tunakatalia huku kwa shida, tunakatalia huku kwa magonjwa, tunakatalia huku kwa masikini, tunakatalia huku kwa mandeni. Na anasema huko mnaenda hamtakuwa mnakopa. Huko nawapeleka. Ni kweli. Huko hamtakuwa mnakopa. Saa hii ukiona shida iko kidogo unakopa. Kidogo unakopa. Kidogo lazima ukope. Kidogo lazima ukope. Angalia vizuri, inaweza kuwa bado huko kwa nchi ile. Na Mungu anataka kukutoa huko, anakuambia kuna nchi nataka kukupeleka. Hiyo ninakupeleka itakuwa na kukopa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. So unaweza kuta mang'ang'ano sasa katikati ya mtu huyu na Mungu anapomtoa nchi ile, ataki anakatalia. Na anaona huku naendelea kukopa, huku naendelea kuumia. Hebu soma hapo. Hakuna hata mmoja atakayekuwa maskini kati yenu. Anasema hakuna hata mmoja atakayekuwa maskini katikati yenu. Hivyo mtakapokubali kuhama ni watoe katika nchi hii ya shida, hakuna hata mmoja. Ahadi ya Mungu inasema hakuna hata mmoja atakuwa maskini. Kwa kila mmoja ambaye atakubali kuhamishwa apelekwe nchi hiyo, Mungu anasema hiyo ni ya kutenda mazuri, hiyo ni ya kutenda mema, hiyo haina usherati, haina usinzi, hiyo haina uongo. Hiyo nchi unapelekwa haina uongo, hiyo ni ya kunena ukweli. Haleluya. Hata kama ninahitaji kitu leo, nitumie ukweli nikipata, nikikosa nisimame na ukweli. Mungu akuze. Hakika akute niko kwa ule ukweli, ajue mtu huyu ameshakubali kuhama kwa ile nchi, amekuja huku. Huyu hatakuwa wa kukopa. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Mungu anakupeleka sorry, anakupeleka siku baada ya nyingine, anakupeleka huku, vitu vya anakuhamisha. Utaambia mandeni bye bye. Amen. Tafika siku unasikia hakuna mambo ya kukopa, huwezi kopa, ni kukopesha. Sema nitakopesha. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema huko hakuna mtu hata mmoja atakayekuwa masikini. Hakuna hata mmoja atakayekuwa maskini kati yenu. Hakuna hata mmoja atakayekuwa maskini kati yenu. Mradi tu mtii Mwenyezi Mungu wenu. Mradi tu. Anasema hakuna hata mmoja atakayekuwa maskini. Mradi tu ikiwa watu hawa mtakubali kutii. Sauti ni kutii. Kazi ni kutii. Angalia jina kutii. Mradi tu utatii sauti yangu, hakuna hata mmoja atakayekuwa masikini. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaangalia. Nisema kuna watu huenda kwa Mungu si kutafuta Mungu, ni kutafuta mali ya Mungu. Haleluya. Hawana haja na nani? Na Mungu. Hawana haja na Mungu, wako na haja na vitu vya Mungu. So wakati mtu yule anapofika kuchukua vitu vya Mungu, Mungu anakuambia niko na haja na wewe. So unakuta amekuweka. Haleluya. Hizo vitu ulikuwa unataka hajaachilia haraka hivyo, unasema anangojea. Kwa sababu ako na kazi na nani? Na wewe. Wengi ni wale hawaendei Mungu, hawaendi siku za kutafuta, wanaenda kutafuta vitu. Kama mtu ni mgonjwa anaenda kupona arudi. Aende kwa zile shughuli alikuwa. Kama mtu ni muongo anasema wacha nimesikia kuna mtumishi, wacha niende pale nibadilike kidogo, nipate kitu fulani, kazi inaisha, nipate kazi niondoke. Anaenda hivyo. Akifika pale anakuta Mungu anahitaji yeye. Mungu anataka kukuinua zaidi. Na Mungu anataka kukuhamisha ni ili akuwekee misingi. Haleluya. Amen. Ili akubariki, ili akuinue. Praise the Lord. Ili akufanye kitu tofauti. Nilisema kusaidia mtu na shilingi 1000 ama ndugu yako, dada yako, ama mchele kilo 2. Ama kilo 2 ya unga, ama mtu akwambia leo niko na shida, ninaenda kulala njaa, akutumie shilingi 200. Siona kama hiyo inasaidia mimi. Haleluya. Amen. Kwa sababu kuna mtu anaenda ananulia mtu shamba eka 4 na anamjengea, anamwambia nimekusaidia. Amen. Hata hiyo anaandika majina yake. Amen. Hawa watu wawili wamesaidika tofauti, si ndio? Huyu ni tumbo na kesho njaa iko. Kwani tumbo iko na kusema itasikia njaa tena? Kesho yake akwambia tena, ulinitumia jana. Hata wewe siku ile uchoke.
siku 4 uchoke, wasie kumwambia jikase sasa, hakuna pesa, si ndio? Haleluya. Lakini kuna usaidizi mwingine, hata unaweza saidia mtu hata kupigia, hata kwa kuambia tena. Nasaidia mtu, naambia nichukue hiyo shamba ya lima, na unampatia mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu atakuja kukuomba gora moja ya mahindi? Hakuna. Anasaidika huyo, anaenda hivyo na anaenda hivyo, msaada, kusaidiana. Mungu anakutengeneza wewe uwe nini? Anakuandaa uwe mfano, anakuandaa uwe na msaada wa kiasi gani? Anasema huko tunaenda hakuna mtu hata mmoja atakayekuwa maskini. Huko na wapeleka hakuna hata mmoja atalia shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wote huko watakuwa wamebarikiwa. Biblia inasema hivyo. Nasema. Haleluya. Biblia zinasema hivyo. Tuendelee. Mradi tu mtii Mwenyezi Mungu Mungu wenu. Mradi tu mtii Mwenyezi Mungu Mungu wenu. Kwa kufuata kwa uangalifu amri ninazowapeni hivi leo. Kwa kufuata kwa uangalifu amri ambazo Mungu anatupea leo. Kwa kufuata kwa uangalifu amri ambazo Mungu anasema. Nilisema Mungu akitaka kukuinua, kile huwa analeta kwa mtu ni amri, sheria. Haleluya. Anakuja anakuambia utaenda hivi, utakuwa unaongea hivi, utakuwa unafanya hivi na hivi, na anakupea hizo sheria. Mungu anataka kukuinua saa hiyo. Mungu anataka kukubariki. Anasema mradi tu mfuate sheria hizi ambazo ninawapeni leo, hakutakuwa na mtu yeyote atakayekuwa masikini. Ikiwa mtakubali kufuata njia zangu hizi ambazo nasema hapa, ikiwa mtakubali kurauka kwa nyumba ya Mungu tuombe, ikiwa mtakubali kuacha kazi zenu siku ya Sabato kumweukia Mungu, ikiwa mtakubali kutafuta Mungu zaidi ya ukawaida wa zamani, Mungu atawainua, Mungu atawabariki, Mungu atawaongoza. Haleluya. Atawaponyea nyumba zenu, ataponya watoto wenu, ataponya mifugo yenu. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nilisema kukula ni hiyo. Hapa inasukumwa sana. Ongea kwa jina la Yesu. Amen. Chukua tena. Amen. Chukua tena. Amen. Pole pole. Amen. Chukua pole pole. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Yes. Nilisema hii ni kukoroga na koroga maziwa hapa. Nikijaribu kuwekea maziwa ni ugali yenyewe, nitaumia hapa. Haleluya. Ndio unazio unambia sema amen ukule. Sema amen iingie. Na tukitoka hapa sasa tunaenda kuoga siku 6, tukutane hapa Sunday wengine, si ndio? Huko sasa ndiko kazi iko. Huko ndiko unakutana na kila hali, kila jambo. Usiposema amen hapa uchukue. Unaenda huko nje. Ndiko unakutana na wao wakiongea sasa, wale ambao hata hawajaujua na Kristo. Na huko ndiko unaenda kuchukua vitu ni huko. Mungu alisema huko Waisraeli wapeleka sitaua hao maadui wote mara moja, wanyama watawaangamiza, si ndio? Yes, kwa hivyo wataenda wakiondolewa pole pole. Utakaa na yeye hapo na analewa mpaka Mungu ambadilishe. Kumbe ni wewe hata anasaidia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pokea kwa jina la Yesu. Mungu anasema hakuna hata mmoja wenu atakayekuwa masikini, kwa wote watakaotii sauti yangu na kukubali sheria hizi ambazo nawapeni leo. Hakutakuwa na maskini katikati yenu. Hakutakuwa na maskini kwa nyumba zenu. Hakutakuwa na maskini kwa familia zenu. Haleluya. Lakini ni sheria analeta. Anasema sasa kuanzia leo, haleluya, tutakuwa tunaenda, hata hii huduma iko na sheria. Naenda uwapelekee sheria hizi. Naenda kuwabadilisha sasa, ni watoe hiyo nchi walikuwa. Niwabadilishie maisha yao, niwape amani. Walikuwa wanaishi peke yao, niwaletee sasa wengine. Waishi wawili, watatu, wanne, waende watano, sita. Haleluya. Ninaenda kuwabadilishia niwapeleke nchi nyingine. Hiyo nchi iko na watatu. Hiyo nchi iko na wanne. Kama uioni ninaiona.
Sema amen. Haleluya. Pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Nimetoka kukaa peke yangu. Na uko kwa nchi nyingine huko watu hukaa peke yao. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uko kwa nchi nyingine huko watu hukaa peke yao. Na yuko siku nzuri. Kama Biblia inasema wawili wakilala pamoja wanapekeana joto. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Tunahama kwa nchi ya moja moja, tunaingia kwa nchi ya wawili, watatu, wanne. Mama amesema. Haleluya. Amen. Unasema mjui kile nasema. Na nchi yote iko hivyo, hata chungusha macho kidogo uketi hapa. Uangalie ufuli hata macho uangalie. Chungusha macho kwenu hapo hata mahali mmekomboa nyumba kwa hiyo area. Yes. Unionyeshe ni watu wangapi wangapi? Moja moja. Haleluya. Si ndio hiyo? Hiyo unaenda makilomita ukikuta wawili ni mbali, si ndio? Ukikuta watatu ni unaenda mpaka umetoka. Ukikuta na ni kiroho kinafanya kazi, kispiriti kimepandwa. Na lazima kitaletea nguvu za Mungu na mtu aliye na uwezo. Mungu amsaidie si kwa sababu ya nguvu zake. Mungu amtumie tu amoe hiki kiroho. Hii roho kitoke, kupatikane. Sivyo hata watoto we. Shida itaisha. Praise the Lord. Kwa sababu imepandwa na imekaa na iko pale. Inakuja inakuta hata waliokubaliana inaanzia kutikiza. Kitikiza. Kama muoni. Haleluya. Mungu anasema injili inawapeleka haitakuwa na mambo ya aina hiyo. Hiyo iko na furaha, iko na upendo, iko na amani. Kuna nchi ambayo Mungu anasema anatuhamisha, na kuna nchi nyingine ninaona tulikuwa na tuko na wengine wako na wengine walikuwa na hawajakubali kubadilika, watoke huko wakubali. Mimi ninahamia nchi ya amani, nchi ya furaha. Sasa wimbo ni ule wa zamani na tumehama. Nilisema wakati tulipata uhuru kuna watu walibaki kwa msitu. Haleluya. Walibaki kwa msitu na Kenya imepata nini? Hata wazee wale wa zamani wanawaambia utokeni sasa. Kujeni huku. Hapana, wanakuja wanashughulia wanarudi tena kwa msitu. Na walikufia huko. Haleluya. Na watu wanaweza angalia huu ni uhuru tunapewa na Mungu, lakini hataki kutoka kwa msitu, hataki kutoka kwa mambo ya giza, hataki kutoka kwa uchafu na masengeno na makasiriko ya bure, hataki kutoka kwa mambo hayana maana. Anabaki tu kwa msitu, wengine wakiwa na uhuru wakifurahia. Haleluya. Anasema ni sheria nitawaletea, mkikubali kutii sheria yangu hii, hakuna maskini atakuwa katikati yenu. Mwenyezi Mungu wenu atawabariki kama vile alivyoahidi. Mwenyezi Mungu naye anasema mimi si muongo, niliahidi nitawabariki. Haleluya. Amen. Niliahidi nitawabariki. Barikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Niliahidi nitawabariki, vile niliahidi nitafanya. Yeye si muongo. Haleluya. Barikiwa kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Unabarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea amani kwa jina la Yesu. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Pokea kibali ndani ya huu mji. Mungu akuinue na akubariki. Wewe hautakuwa masikini kwa jina la Yesu Kristo. Hautasaa masikini kwa jina la Yesu Kristo. Hautalea maskini. Wewe hautanyonyesha maskini kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atakuinua. Mungu anakubariki. Na hadi alizowaingia wewe anakimbisha kwa uwezo wake kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Wewe sio masikini, wewe ni mbarikiwa. Mikono yako sio masikini, hata nyumba yako sio masikini, blanketi zako si za masikini. Nimekataa kwa jina la Yesu. Sahani zako si za masikini, vijiko vyako si vya masikini, hata nyumba yako si masikini. Nimekataa kwa jina la Yesu. Wewe ni tajiri kwa jina la Yesu. Mungu anakuinua leo. Mungu anakushindania. Hadi anatimiza kwa jina la Yesu. Haleluya.
Nawaambia Mungu aliniambia inua mikono, na nikainua. Na nikaona vitu zinaingia, chukua upeleke. Amen. Haleluya. Amen. Niliwaambia niliona vitu za white nyingi sana zikinyesha kama hiyo mvua. Amen. Na zote niliona zikiingia kwa mwili mpaka nikasikia zimeingia. Kisha nikasikia sauti ikisema, sasa wapelekee. Amen. Sasa wapelekee. Haya. Na kweli nikafunga safari ya kuleta. Haleluya. Nikawatoa watoto shule. Tokeni. Niliwaambia ule mkubwa niache mpaka leo blanketi ziko huko na mattress. Na sanduku. Hatukuendea. Pelekea watu wangu. Ukiwapelekea wale watu hizo vitu, kuna vile wanastahili kusikia Mungu huyo anasemaje. Anasema turaukeni. Hiyo tu. Ndio. Hiyo tu. Tunarauka. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda anawaambia anasemaje? Ndio tupokee. Anasema tusivae hivi na hivi na hivi. Hiyo tu. Tumewacha. Hizo ndizo njia za kuchukua. Haleluya. Hizo ndizo njia za kuacha umasikini. Hizo hakuna njia nyingine. Hata kama nitaimba hapa, niimbie watu, niwaimbie, njia itakuwa hiyo. Na aliandaa ende waambie hivyo. Wanigeukie mimi Mwenyezi Mungu niwaonyeshe wema wangu, na ninawapenda, maana kama angekuwa anawapenda angetumana. Si ndio? Yes. Aliambia Ibrahimu ende uangalie kama kuna mmoja utapata hapo, sitamaliza hao watu. Ibrahimu angepata mtu mmoja, Sodoma haingeisha. Praise the Lord. Amen. Tuko pamoja. Angepata tu mmoja hivi, Mungu alikuwa amemwambia mimi sitamaliza hiyo Sodoma, enda tu. Na Ibrahimu akachukua watu wake akaenda, ndiye aende asaangalie. Niambie tu, wote niangalie, sitakosa hata mmoja. Ni vile alikuta hakuna hata mmoja, wamegeukia uchafu huko. Ni mambo mabaya walikuwa wanafanya, kama iko sahihi. Huko kuna waka moto ni wapi? California. California kuna chomeka. Si ndio hiyo? Haleluya. Si kuna chomeka? Wanasema moto inajiamisha yenyewe. Wanajaribu kuzima, unaona kile wanazima na ndege na izimike. Wamejaribu pande zote. Yaani moto wanasema inaruka barabara yenyewe. Wanaweka kambi hapo kwa barabara, wapige moto maji hivi. Ndio wakijua inawachapa, inawavuka, ndio ishike hiyo nyumba iko next. Yaani kama inaongozwa na remote. Haleluya. Nao ndio wako na yale mambo maovu yote duniani. Hata wamepinga, hata Mungu anasema Mungu hakuna. Sasa Mungu ameshuka. Wameanzia kuomba sasa. Haleluya. Sasa moto itaisha. Sasa sivyo. Ati Mungu halete moto kwa maisha, ungojee mpaka alete moto. Utazima na nini? Ungojee mpaka alete moto. Enda waambie wasifae hivi. Nimesema alisema huku nimekuja tunatutavama tunauza sasa wandana. Haleluya. Amen. Kwani interest na kuuma. Kwani lazima utende dhambi? Lazima. Uwezi mgeukia akisema mara kai pale tatu ni jaribuni tu. Si uchukue muda kidogo ujaribu. Huyu Mungu anasema ni jaribuni muone kama mimi sitawatendea vile nilisema. Na anasema mimi nitawainua. Nimeleta tu sheria, sikia hiyo sheria tu. Sikia vile anasema. Anasemaje? Tunaukeni tumwamini Mungu wetu. Tuombeni. Na tunaomba na ukweli, si unafiki. Amen. Haleluya. Ni kutafuta Mungu kwa ukweli, utakatifu uongezeke. Uliingia hapa na utakatifu kuota. Uliingia hapa na kiwango gani? Hata uliingia ukiwa mwenye dhambi, hiyo sio shida. Ulipoingia tu kumkubali Yesu, umepona na anakupokea. Haleluya. Amen. Kuanzia hapo utakatifu uongezeke siku na ingine. Umuone Mungu na unatii hizo sheria, anasema uone kama Mungu hatafanya. Anaweza sifiwe. Amen. Tuko pamoja? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uone kama Mungu hatafanya. Yeye anasema hakuna maskini atapatikana katikati, lakini ikiwa tu mradi hii muwe utafuatilia yale mambo nitasema. Kumbe Mungu ni mambo atasema kwanza. Amen.
Haleluya. Ni mambo Mungu atasema kwanza. Atasema kuanzia leo weka uongo kando. Nataka kukuondoa kwa umaskini. Kuanzia leo. Haleluya. Unaona vile anasema? Kutoka leo. Kuna mambo Mungu anataka kutoa. Akiangalia kizazi huko, watu vile wako, mipango ya vile kunaendelea, hapana, hakuendi vizuri. Hakuendi vizuri. Na kukienda miaka ingine 20 hivyo. Ni kazi bure. Unajaribu wewe kupata maisha yako yenyewe ni shida. Hakuna. Sasa niseme hivyo nikiwa katika hali hiyo. Itajidhihirisha yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ingeendelea hivyo kwa sababu ni moto tu unawaka. Ni moto tu umewaka, ni vile wewe moto usi ule uko California. Los Angeles. Amen. Haleluya. Huu ni moto mwingine unachoma na ndani, si ndio? Unachoma na ndani. Unachoma ndoa za watu na ndani. Au wale wakiachana leo watakuja kuambia tumeachana. Umechoma na ndani. Mtoto akienda shule lazima watu wote wajue. Umechoma na ndani. Mtu akiachishwa kazi watu wote wanajua. Ni yeye anaendelea kuungua na mashina na kuteseka. Haleluya. Ukigonjekea huko kwa nyumba unagonjeka, magonjwa yanaendelea kukusukuma. Shida ni kuchomeka, unachoma, wanachoma na ndani. Ungeendelea hiyo miaka ingine 10 hiyo. 10 ama 20. Hakuna kitu tungeokoa. Moto ungekuwa umechoma yote. Haleluya. Huu moto ungekuwa umemaliza. Hata yule anasema ako sawa, ndio ungejua hayuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huu Mungu amesimama sasa hivi. Mambo mengi yamesimama. Anga yote imesimama. Sasa inapea kila mtu nafasi. Haleluya. Ni wakati wanashika kile nasema. Anga imesimama. Sasa hivi tunaongea anga imesimama hivi. Kila kitu kimesimamishwa hivi. Yale yalikuwa yanaendelea yamepungua. Bwana Yesu asifiwe. Yale yalikuwa yanaendelea yamepungua. Hayako. Mambo yamesimama. Uangalie na macho tu yako kidogo hivi ya roho. Yale nilikuwa nasema, angalau kidogo upate macho ya roho, uangalie huko. Uangalie huko. Uangalie huko. Uone tofauti. Praise the Lord. Kule hata wengine tungekuwa tumekufa. Ndio imekuja. Baraka shikuja. Haleluya. Tuko pamoja. Ndio wengine tungekuwa tumesukuma tumeenda. Lakini sasa hivi tuko na tunamngojea Mungu na hatukufi. Haleluya. Ni kwa sababu Mungu ameshatumana na amefika. Unaona hata Mungu anakuja amefika mwisho na amelewa kabisa amegojeka. Lakini tunakataa na yeye. Hakuna mahali anaenda maana tuko. Haleluya. Inabidi aanze kupata nafuu. Praise the Lord. Andika sikia kile Mungu alisema ndicho unapeleka. Na wewe ushike hiyo. Ukishaelewa hayo mambo anzia kutekeleza sasa hiyo. Usipoteze muda. Anasema watakaosikia mambo hayo hakutapatikana maskini kwa maisha yao. Hakutapatikana mtu anakosa kwa maisha yake. Praise the Lord. Hallelujah. Pokea kwa jina la Yesu. Hallelujah. Soma Bible. Mwenyezi Mungu Mungu wenu. Mwenyezi Mungu Mungu wenu atawabariki kama vile alivyoahidi. Hatabariki vile alivyoahidi. Nanyi mtakopesha mataifa mengi. Na nyinyi mtakuwa mnakopesha. Lakini nyinyi hamtakopa. Lakini nyinyi hamtakopa. Kadhalika mtatawala mataifa. Haleluya. Amen. Anasema nitawabariki vile nilisema. Amen. Na nitakapofika kuanzia kufungua milango hamtakuwa mnakopa. Amen. Madeni mtaweka kando. Hili ndio kutakuwa watu wa kukopesha mataifa. Praise the Lord. Kwa hivyo ahadi yako leo jua si ya kukopa. Ahadi ambayo uko nayo si ya kukopa. Pokea ahadi ya kutokopa kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Tutafanya hata kazi kubwa na pesa zetu. Si lazima nichukue mkopo wa milioni 5 ndio ninunue kiwanja ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uwezekano ni Mungu anipe kiwanja ya kanisa hata sikiwa sina mkopo wa banki. Haleluya. Kwa sababu ahadi ambayo Mungu ananiwekea leo si ya kukopa, ni ya kukopesha. Pokea na ubakisha kwa jina la Yesu. Pokea utakopesha kuanzia leo. Haleluya. Mungu akupe hiyo neema na akufikie kwa jina la Yesu. Hiyo ndio ahadi ambayo tumeahidiwa na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Niliona pale mwanzo wakiongea hapo kitabu hicho
hapo mwanzo hapo alikuwa anapeana instruction hapo, anasema na nyinyi ambaye mmekopesa saa hii msiende, ikifika mwaka wa 7 ati huyo mtu usimudai tena. Ikiwa unaweza kopesa mtu deni alafu ajaribu kukulipa inakataa, ifike mpaka mwaka moja miaka 7, huyo mtu nayo kulipisha tena, na asiye tunamfunga, na asiye tunamgombanisha, na asiye tunamtukana, ni unamuita unamwambia hii deni imesamehewa. Amen. Na anaendelea kuwa rafiki, bila anaweza kuja tena akope kwako. Haleluya. Nilipoangalia sheria hiyo ya kusoma hapo 1, nilipokuwa naangalia hiyo mambo hayo Mungu aliweka hapo, nikaona na kweli watu wakishafuata neno hili, wafuate Biblia hapo 1, hiyo tu hapo tu ilikuwa 15. Unajua umeanzia 4, sasa anzia 1. Haleluya. Sasa nilipokuwa naangalia vile Mungu alikuwa amepanga watu hao mwanzo, alikuwa anawaambia sasa hapa, na nyinyi msio mnawaarazi watu, hata kama mwakopesha, kuna mtu akikopesha hata nikiwa naye kanisani hapa kidogo wako kwa mlango. Ulisemaje? Kidogo ulisemaje? Yesu asifiwe. Amen. Na nimekuwa nikiwafundisha mambo haya si mazuri. Angalia vizuri, ikiwa pesa ile unataka kupeana haitafaa, wachana nayo. Yaani umwambie basi ile iko kwa kazi nyingine kuliko upeane. Alafu kila saa unaweza kupesa mtu na upate ngogera hata. Umsumbue mpaka aanzie kulia na hana. Si ndio? Yes. Umpigie simu kama wale watu wanasema wamesomea kusumbua mtu ndiye alipe. Wa mabana wanasema wamesomea hiyo kazi. Akianzia kukusumbua, aidha utupe simu ama utomoe line. Haleluya. Hadi sasa wewe uko hivyo, iko hivyo. Mungu apendi. Hebu soma 1 mpaka 3, maana usoma 4. Soma yote. Ila mwisho wa mwaka wa 7 mtawasamea wadeni wenu. Ila mwisho wa mwaka wa 7 mtawasamea wadeni wenu wote. Hivi ndivyo mtakavyofanya. Hivi ndivyo mtakuwa mnafanya. Hizo ni shida sheria Mungu alikuwa amepeana ndio hao watu bali maskini uishe ndani yao. Ndio aondoe maskini kwao. Aliwaambia na nyinyi wale watu mmekopesha, kila mwisho wa mwaka wa 7 hamtakuwa mnawalipisha tena, mnawasamea hizo madeni. Sasa anataka kuondoa shida. Nilisema kubarikiwa unatokana na kubariki. Haleluya. Kubarikiwa kunatokana pia na kubariki. Naweza kubariki huyu mtu hivi siku moja siku mbili na mimi nifungulia mlango. Haleluya. Na ndio nilisema wakati wa kupokea baraka. Zingine baraka unaweza pokea kwa kutenda wema wako. Hata wakati mtu anakuambia ninunulie soda unakosa kwa barabara, soda ya 30 bob. Anaenda akisema nilimuona vile shida ile akona hata kasonda kadhati hawezi pata. Na yeye wakati alisema anunuliwe hakuwa na 30. Si ndio? Wakati alipokuwa anasema anunuliwe alikuwa naye. Lakini anapata ya kuongea akisema huyu mtu hata 30 hawezi pata. Ni ili akushambulie. Ni ili akugonge na maneno. Akusukume kwa shimo tu, kwa mateso tu, kwa umasikini tu, uendelee kusimika, kuangamia. Ongea, soma. Kila mmoja aliyemkopesha jirani yake. Kila mmoja aliyemkopesha jirani yake. Kama uko mtu umekopesha usikize hapa. Kila mmoja umekopesha jirani yake. Alifuta hilo deni. Alifuta hilo deni. Wala asijaribu kumdai kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua deni hilo lifutwe. Asijaribu kumdai kwa sababu Mungu amesema hiyo deni ifutwe. Unaweza kuwadai wageni. Unaweza kuwadai wageni. Lakini madeni yote ya ndugu zenu wenyewe mtafuta. Anasema inaweza kuwa pale kanisani tuko kuna watu wamekopeshana kwa kanisa ndani hapo chachi ndani. So anasema hao mnaweza wachana wale waite kule ambaye hata hawajajua Mungu wenu hao mnaweza walipisha. Mungu anasema hao walipisha. Unaona watu ambao hawajajua na Mungu wako na shida. Haleluya. Anasema wale mlikopesha na bado wako huko nje mnaweza walipisha, lakini ndugu zenu wale mnashiriki pamoja, wale mnakaa pamoja, ikifika mwaka wa 7 tupilia. Na hapa unasikia Mungu anasema tupilia, utatupilia leo, kesho Mungu mwenyewe alipe. Amen. Mungu hana deni ya mtu. Amen.
Praise the Lord. Unatupilia kwa roho safi leo, kesho yake Mungu anashuka. Unaona hata unaitiwa ndeni na mtu ambaye ulisahau. Kuna mtu niliombea hapa akaniambia pastor, nimeshangaa. Ameitiwa ndeni yenye alisahau. Alikuwa ameuza ng'ombe akapeana sijui nani 1,100. Haleluya. Amen. Ikaenda ikafika mahali ikasaulika, pesa yake ikawa haina, hakuna. Sasa akakuja akaelezewa hapa, hata simuone siku hizi. Nikamuombea siku moja tu. Naye alikuwa amesukumwa na madeni. Microfinance ikitaka kumchota. Vile tu nilimwombea akaenda tu. Aliniambia wiki moja, alitumia wiki moja. Akalipwa deni yenye alisahau. Amen. Hata wakati anafikiria kutafuta, afikirii kuitisha hiyo alisahau. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio Mungu anakuja anakuletea kitu ambacho ulisahau, anakupea ama anakufungulia mlango, anasema ni kila mwaka wa 7 katikati ya ndugu zenu hapo, au ambao mko nao ndio ndugu zenu, au msiwalipishe tena, muachane na wao. Tuendelee. Kadhalika mtatawala mataifa mengi, na mtatawala mataifa mengi, lakini mataifa haya hayatawala, na haya mataifa hayatawatawala nyinyi. Amen. Kukiwa na maskini wa jamaa yenu katika miji ya nchi ambayo Mwenyezi Mungu atawapa, msiwe wachoyo na wagumu kwake. Na msiwe wachoyo kwa watu ambao mnatembea na wao, watu ambao mko pamoja na wao. Sasa ukute kanisani watu wengine ni wachoyo hata kwa wenyewe. Kiwa na gorogoro 10 huwezi kusikia mwenzako hana hata gorogoro moja. Ukamwambia niko na kuchukua hii moja uende utumie, hakuna shida. Praise the Lord. Kitambo hizi 9 ziishe, Mungu atakuwa amekuja. So msiwe na uchoyo katikati yenu. Hizo ni vitu ambazo Mungu anaondoa akitaka kufanya watu matajiri. Masikini hawatapatikana katikati yenu, lakini hapo katikati yenu kusiwe na choyo. Kusiwe na mtu anatukana mwingine sababu ya deni. Kusiwe na mtu anaongelesha mwingine vibaya sababu hajamulipa. Kusiwe na mtu hapo ako na uchoyo hawezi kusaidia. Hapo kuize uchoyo kabisa. Badala yake bubueni mikono yenu na kumkopesha kwa hiari kiasi cha kutosha mahitaji yake. Na badala yake fungue mikono usaidie ambaye ako na hitaji. Katikati yako hapo, katikati yenu hapo, msaidiane kwa wale wako na mahitaji. Mfungue mikono yenu msaidiane. Angalieni wazo ovu lisiwaingie. Na muangalie sana, msianzie kufikiria vibaya. Mkose samani. Yes. Angalieni wazo ovu lisiwaingie mioyoni mwenu. Mkose mwaka wa 7. Mwaka wa kusamehe wadeni. Hapo alikuwa anasema na muangalie sana, msije kufikiria vibaya wakati umekopesha ndugu yako, kisha unaona mwaka wa 7 uko karibu kufika, ukaanzia kumsukuma ukimdai haraka kwa sababu unajua siku za mwisho siko karibu. Unaona hakuna kuepa. Haleluya. Na si watu hapa hivyo. Hata leo. Wacha kidogo mtu asikie uko na madeni 3 na wewe deni yako iko pale, alafu anasikia ni kama unataka kuchoto. Si anasema nikimbie ni mchote kwanza. Haleluya. Ati unaenda kuchoto. Anasema kitambo wale wakuje. Acha tukachukue ng'ombe. Mungu hapendi hivyo. Anaweza asifiwe. Na muombea, unasimama na huyo mtu, unamsaidia. Hizo ni vitu ambazo ziko kwa roho. Vitu zingine hizi zimefichika, ziko ndani ya mioyo, ndizo zinaishi na watu. Mtu akifikiria kitu kama hii huwezi ona kwa uso. Ukasema huyu anafikiria kwa sababu ndani wake anaona mwaka wa 7 uko karibu kufika, wacha akimbia ndani. Ndio wakati wa kusamehe usifike kama hajalipo. Ule ni yeye anawaza hivyo. Hayo ni yale mawazo watu huwa nayo sana. Wakati wanawazia wengine mabaya. Mungu anasema haya yote chunga sana wazo kama hilo isiingie ndani yako. Ni roho ya masikini tunapigana nayo saa hii leo. Haleluya. Ndio tunakabiliana naye hapa kwa maandiko. Ndio tunaiambia utaondoka. Sasa njia ni hiyo. Angalia kusiwe na uchoyo katikati yenu. Toa. Unaweza kuwa na kazi na karibu na wewe hapo unaweza sikia mtu analia kazi. Na huwezi kusema
wacha nitafute fulani wa kanisa letu nilisikia, kwa sababu maybe hamuongeangi, hamuna uhusiano mwingi. Huyu anasema kusiwe na uchoyo katikati yenu. Jua na uulize, ukisaidika unaanzia kufikiria mwingine. Ukisaidika leo unaanzia kufikiria mwingine. Haleluya. Ukipata kazi unaanzia kutafutia mwenzako. Unasema wewe na fulani akipata pia kazi hapa. Hizo ndizo roho Mungu anataka. Ukifunguliwa unaanzia kusaidia wengine wafunguke. Hizo ndizo roho Mungu anataka. Niliwaambia wakati wangu wa biashara nilipeleka watu wengi sana Nairobi. Hata wale hawako walikuwa wanaogopa. Haleluya. Mimi nilifika Gikomba kwanza, Gikomba nikanunua viatu. Alafu sasa watu wengi walikuwa wanaogopa, vijana, wazee. Nawaambia hakuna, nimeenda. Nimeona vile kuko twendeni. Nilipeleka watu wengi wakajue kuuza hiyo mitumba. Na tukauza sana. Praise the Lord. Nasema hata ndugu yangu mkubwa nikaenda kumtoa nyumbani. Lakini kuna mtu akifika mahali aone kajambo kadogo kanamfanikia, hata hawezi ongea, nasema anagala vidole wapi? Haleluya. Saa hii ukielewa kuna kabiashara unaweza fanya kainuke kidogo kuinue. Unasema watu kidogo kwanza wanione. Haleluya. Ndio hiyo. Ni roho ya wingu. Mungu anasema na uwezo. Na sasa hiyo naona mwenzako na shida. Kweli kabisa, hata anajaribu kununua sabuni. Unaona anang'ang'ana. Na uko na uwezo, unaweza mwambia kuna kachabo hapa tunaweza fanya na tukae vizuri. Lakini kwa sababu ya chafu, huwezi taka kusema mambo kama hayo. Unanyamaza. Hizo ni roho Mungu anakataa. Hizi ni roho Mungu hataki. Watu wa aina hii, hatu wa aina hii tutakaa sana. Watakaa sana. Lazima Mungu akubariki tuwe na roho safi ambaye inapenda, inafikiria mwingine mazuri. Si lazima awe wa kwenu, si lazima awe wa kabila yenu. Haleluya. Si lazima awe mlizaliwa na lugha moja, watu ambao hata hamuongei lugha moja. Au Mungu anaangalia zaidi. Msaada huu umekuja hapa, haujakuja kwa watu wetu. Praise the Lord. Kuna hata watu wetu wanaumia sasa hivi tunaongea. Bwana Yesu asifiwe. Na sikupelekwa kuona, ni lazima watajua baadaye. Watakuta tunaendelea. Wengine ni sahihi wanaona na macho. Anasema ule mtu ni wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wao utafika siku hiyo watakubali. Mtu akishamwagiwa mafuta, hata kama ni mdogo kwako, huyo amechukua usukani ni mkubwa sasa. Amen. Praise the Lord. Mtu akishamwagiwa mafuta amechukua ufalme. Daudi alimwagiwa mafuta akiwa last born. Alipomwagiwa mafuta ni hivyo na ni hivyo. Stori ikaisha. Akina binadamu na hao wengine wote washuke. Daudi apande. Sasa kama hawatakubali wewe mafuta yako yenye umewekewa, Mungu mwenyewe ndiye atafanya kazi mpaka wakubali. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Yosefu ni ndoto anaota, wanamdharau, si ndio? Kwani alikuwa first born. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona bado Mungu akisema ni huyu, vile Mungu amekuchagua. Atolee makosa. Na wewe tumikia Mungu, sikia vile anataka. Fuatilia Mungu na njia zake na hadi zake. Uwasaidia watu wanaumia. Haleluya. Pokea kwa jina la Yesu. Maliza, umemaliza hapo, twende kule ulikuwa. Mwaka wa kusamehe wa deni uko karibu. Mkamfikiria ndugu yenu maskini kwa ukali na kukataa kumkopesha chochote. Ukakataa kuwakopesha kwa sababu unajua tukikopesha mwaka huu next year ni kusamea madeni. Yeye aweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Huo ni ujeuri. Huyo mtu anaenda kwa Mungu na amulilia na pesa yako ishe. Na hiyo ikawa dhambi kweli. Na ikawa dhambi. Haleluya. Anasema niko na shida na ndugu yangu ananisaidia, lakini hawezi, anakataa kwa sababu anajua sina ya kumlipa. Sasa yeye hawezi nisaidia. Anaendelea kunungunika, anaendelea kulia, basi na wewe unaisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ndio Mungu anasema. Hizo ni shida, sheria alisema atatuletea. Si nzito. Hakutajaliwa kuliko uwezo wenu. Hakutajaliwa kuliko uwezo wenu.
Sheria hizi ni rahisi ambazo za kufuata. Hakuna kitu nimesikia mzito hapo. Endelea pale ulikuwa. Mpeni ndugu maskini kwa ukarimu bila kunungunika. Peaneni kwa ukarimu bila kunungunika. Maana kwa ajili ya hayo Mwenyezi Mungu wenu, kwa sababu kwa ajili ya hayo Mwenyezi Mungu wenu atawabariki katika kazi zenu sote na katika kila mfanyalo. Atawabariki katika kazi zenu zote. Unataka kazi zenu zote zibarikiwe. Haleluya. Saidia mtu bila kunungunika. Saidia mtu bila kunungunika. Kuna watu hata kutumikia Mungu wenyewe ni kunungunika. Wacha kusaidia mtu. Hata kutumika peke yake ni kunungunika. Akisaidia kidogo ananungunika. Yesu asifiwe. Kuna watu hata kutumikia Mungu mwenyewe kuja hapa kutumika ni kunungunika. Na nimesema kunungunika ya vipi hapa? Utanungunika na kwako, utanungunikia barabarani, utanungunikia wapi, lakini kwa Mungu anasema huyu ananungunika. Huyu hawezi kuwa wangu, huyu hawezi kuwa wangu, huyu ananungunika. Anasema saidieni bila kunungunika, naye Mungu atawabariki kazi zenu zote. Na nini wengine? Maana maskini hawatakosekana nchini. Hivyo na waamuru muwe wakarimu kwa ndugu zenu. Muwe wakarimu kwa ndugu zenu. Wahitaji na maskini nchini mwenu. Wahitaji na maskini nchini kwenu. Muwe na ukarimu kwa watu ambao wanahitaji. Muwe na ukarimu kwa watu ambao wanahitaji msaada kwenu. Si wote watakuwa wanataka, lakini kuna watu ambao wanaleta. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kuna saa zingine unafaa kuwa mwangalifu sana. Unaweza tumiwa mtu tu ako na shida ya kilo moja ya mahindi na huwezi kosa. Unaweza letewa mtu hapo na ule mtu ametumwa akuje ndio umunyime tu. Ukimunyima tu unafunga baraka zako za mwaka. Ni vizuri sana kuwa na roho, na nilisema si wote wa kusaidia. Wengine hata unaweza wapatia hivi na uishe. Haleluya. Siku hata nikiombea mtu hapa nikimfungua mikono na 200. Kazi yako haitaenda. Kipawa chako hakitaenda. Watoto wako hawataenda. Praise the Lord. Watajaribu ndio kubadilishana. Tumesikia vile wajaribu kubadilishana, si ndio? Watajaribu kubadilishana ndio wakupatie maiti. Wewe uchukue maiti. Lakini wakute vile upo. Wewe ni wa GMH, Mungu ako hapo. Wewe ni wa maombi. Wewe ni wa Yesu. Wajaribu kubadilishana hivi ikatae. Warudi na maiti yao. Haleluya. Wakae na maiti yao. Sema wakae na maiti yao. Kwa jina la Yesu. Sema hawataweza. Hawatabadilisha yangu. Kwa jina la Yesu. Sema hawatabadilisha kipawa changu. Kwa jina la Yesu. Sema hawataweza. Hawatabadilisha haito dini yangu. Kwa jina la Yesu. Sema hawatabadilisha buku yangu. Kwa jina la Yesu. Sema hawatabadilisha afya yangu. Kwa jina la Yesu. Hawatakuja kukuachia magonjwa hapo kwa mwili wala ushiki hospitali. Hapana, hawatabadilisha kwa jina la Yesu. Watakaa na magonjwa yao kama hawataki Mungu. Haleluya. Watakaa na magonjwa yao. Watakaa na shida zao. Hawatabadilisha kipawa changu. Haleluya. Mimi niko na watu ninaona wachukue maiti yao. Sema wakae na maiti yao. Watumie maiti yao. Sema ni wao walilalia. Sio mimi. Haleluya. Wakae na maiti yao. Unajua kuna kule tuko. Wanakaa na maiti yao. Kama walisema utaishi kukopa, wewe watakaa na hiyo maiti yao. Haleluya. Kama walisema utaishi kwa aibu, wakae na hiyo maiti yao. Bwana Yesu asifiwe. Wao waishi na maiti yao. Wakae na maiti. Mama alirudishiwa maiti yake. Ama ilienda wapi? Hiyo maiti ilienda wapi? Na mtu angalia maiti ilienda wapi? Tuangalie kusoma tusome Bible tupige na Bible. Rudi hapo maiti ilikuwa. Mimi hawatanipatia maiti. Haleluya. Kama walilalia kipawa chao kanisa ikaisha shauri yao. Kama walilalia kipawa chao, praise the Lord.
Haleluya. Kama walilalia pesa zao zikaisha, shauri yao. Praise the Lord. Hawatanipatia maiti yao, nimekataa. Inasemaje? Pale mama alilalia maiti. Hapo mfalme amekuja kusema kata. Hapo ndio tuliachia kata. Ndipo mfalme Solomoni akasema, ile mmoja wenu anadai kwamba mtoto wake ndiye aliye hai na kwamba aliyekufa si wake. Kila mmoja anataka mwenye ako hai. Tumeanzia kubishana. Wanasema ni mimi ningekuwa kwenye hiyo gari, ni mimi ningekuwa hapo, ni mimi ningekuwa natembea hivyo, ni mimi. Hapana, wameanzia kubishana. Basi mfalme akaagiza, nileteeni upanga. Wakamletea mfalme upanga. Mfalme akasemaje? Kata mtoto aliye hai. Umpe mmoja nusu na mwingine nusu. Patia mmoja nusu, mwingine nusu. Yule mwanamke aliyekuwa mama yake huyo mtoto aliye hai alishikwa na huruma juu ya mwanawe. Yes. Akamwambia mfalme, tafadhali mfalme, usimuue mtoto. Mpe mwenzangu huyo mtoto aliye hai. Mchukue yeye. Lakini yule mwanamke mwingine akasema, la, mtoto asiwe wangu wala wake. Mkate vipande viwili. Yes. Mfalme akasema, usimuue mtoto, mpe mwanamke wa kwanza mchukue. Mtoto ni wangu. Sema mtoto ni wangu. Kwani yeye ndiye mama. Mtoto aliye hai ni wangu. Mtoto aliye hai ni wangu. Sema mtoto aliye hai ni wangu. Haleluya. Sema kipawa kilicho hai ni changu. Tumia sauti. Sema biashara iliyo hai ni yangu. Sema kazi iliyo hai ni yangu. Sema afya iliyo hai ni yangu. Haleluya. Sema sitaenda na maiti. Sema maiti si yangu. Haleluya. Sema kipawa kilicho hai ni changu. Sema maisha marefu ni yangu. Sema gari ni yangu. Haleluya. Sema hiyo title deed ni yangu. Ya shamba eka 10. Wewe si wa pointi moja, sawa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema eka 10. Sema eka 5. Sema 6. Sema 12. 15. Sema 20. Kwa jina la Yesu. Yangu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sinaona kama watu ni wengi. Sinafahamu kuchukua. Haleluya. Amen. Sema ni yangu. Sema maiti si yangu. Sema maiti si sehemu yangu. Sema sitachukua maiti. Watoto wangu sio maiti. Sema ndoa yangu sio maiti. Kwa jina la Yesu. Sema pesa zangu sio maiti. Nimekataa leo. Kwa jina la Yesu. Sema mume wangu sio maiti. Sema mume wangu si maiti. Kama unajua unafaa kuwa na mume ukasema yule afai kwa shule ya nyamaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Si tunaigawa hapa mara moja. Yes. Hata wa shule aseme. Si atakuja kuoa ama kuolewa. Yes. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nilianzia kuomba mke mzuri nikiwa class 4. Amen. Amen. Haleluya. Watu hawajui, naweza anzia kuomba mapema kwa sababu wakati utafika na hapo ndio shida inakuwa. Vita inang'ang'ana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ukweli nimesema wa moyo wangu. Siwezi ongea uongo mbele ya madhabahu ya Mungu. Miaka hiyo nilikuwa naomba hivyo. Haleluya. Sasa huyu anaogopa, anasema anaona aibu. Mimi sikuwa naona nini? Aibu. Na sababu sikuwa naambia watu, nilikuwa naombea kwa miti. Nilikuwa naombea wapi? Kwa miti. Uso nilikuwa na wakati wa kusema. Amen. Na nilipata. Tuendelee. Watu wote wa Israeli waliposikia juu ya hukumu ya mfalme. Watu wote wa Israeli sikia hukumu ya mfalme. Hukumu ya mfalme. Walimuogopa, wakatambua kwamba alikuwa na hekima ya Mungu iliyomwezesha kutoa hukumu. Wakajua mtu yeye hakuwa peke yake. Amen. Ni Mungu amemsaidia kutoa hukumu ya aina hii. Amen.
Ndio ukweli wote walishuhudia mtoto huyu alikuwa wa huyu mtu amesema asikatwe. Amen. Si ndio? Yes. Haleluya. Huyo mwingine hawakumpatia maiti yake, alikuwa anataka kusikia maiti ilienda wapi. So sema waende na maiti yao. Kwa jina la Yesu. Sema maiti si yangu. Maiti si sehemu yangu. Sehemu ya watoto wangu. Sema maiti sio sehemu ya familia yangu. Sema maiti sio sehemu ya ndoa yangu. Kwa jina la Yesu. Sema maiti sio sehemu yangu. Maiti sio sehemu ya mtoto wangu. Hata asubuhi tulipokuwa tunaomba hapa tulimwambia Mungu atusaidie hata wanapokimbizana na sisi wasituone mwaka huu. Kwa sababu ndio mazoea wanaishi kuzoea. Wakisikia unainuka kidogo wanaanzia kutafuta mbinu, ni maneno ya hapa. Tuliambiwa Friday hapa ulimi uko na nini? Mungu anakupa kuua. Ulimi uko na uwezo wa kuua na kuweka hai. Kuweka hai na kuua. So tukagundua kwa ulimi kuna hatari. Kazi yao nikiwaambia wanatumia ulimi kuua maisha, kipawa chako kuua, laini yako kuua maisha yako. Utasema aje na ni ulimi unatumika? Wakati mtu analauka asubuhi anasema hautafaulu, unaona, na wewe utasema utafaulu. Na wewe utasema yeye hatafaulu. Haleluya. Na amejitolea hivyo. Na ako kwa hiyo kazi, amelaaniwa, kazi yake ni hiyo. Ndio hao unasikia wanaleta maiti. Ukiona mtu analeta maiti anakupenda? Anakubadilishia mtoto akupatia maiti anakupenda? Akupendi, lakini si mnalala kwa kitanda moja. Bwana Yesu asifiwe. Si unasikia walikuwa kwa kitanda moja? Ndio mmoja akalalia mwenzake. Lakini akabadilisha. Ndio usiseme wale wanakubadilishia ni wale tu wako mbali. Wengine ni wale mnakoa nao na unawapea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ni wale wako karibu na kwako. Ndio maadui wabaya wanakuroga tu usiku na mchana. Na ulimi wanajua uko na sumu unaua. Sasa badala utumie kubariki, anatumia kuua. Si ati anajua maandiko yanasema ulimi uko na uwezo wa kuua na kubariki. Hata niitumie kwa kuua. Ukitakufuata hao watu wanakuanga watu wameanzia na mambo ya Mungu. Wengi ni wale wanaanzianga kuona maono hivi, wanatumika na nguvu kama hizo. Then anaenda akibadilika anakuwa mganga. Haleluya. Amen. Hata hao madivina niliwaambia madivina huanzia sawa. Ndio uone ametoka wazimu. Kwa sababu Biblia inasema madivina atatoka wazimu. Ndio ukiona wanaokota makaratasi, huwa anaanzianga sawa lakini anakataa njia ya Mungu iliyo sawa. Anaenda akipotea akitabiri kwa barabara, kutabiri kuambia watu mambo ovyo ovyo, kuambia watu ndoto ovyo. Anaenda hivyo mpaka anakasirisha Mungu, wanakosana. Sasa watoto wanane. Nani amekuuliza? Sio wanaenda wasema hivyo. Na mmoja akiniambia kwa warau utazaa watoto wewe. Shika sana. Haleluya. Amen. Utakuwa na nini? Utakuwa Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine nao ni kama wanangojea hiyo atimesema aje. Anakuja tena. Utabiriwe. Kuja tena utabiriwe. Barabara utabiriwe. Wanapenda hao mpaka unatabiriwa ya uongo. Ndio unaambiwa mzee basi. Naenda kwa mkono uko hivi. Naenda kuharibu kwako. Si ndio? Si unatabiriwa ya uongo. Umependa hiyo. Kwa sababu huwezi kutaka kufuatilia Mungu na njia iliyo sawa. Nabii akisema aseme kitu ambayo inaweza saidia. Ama yenye itasaidia hiyo familia si ivunjike iendelee. Haleluya. Sema maiti yao sio sehemu yangu. Sio sehemu ya kipawa changu. Sio sehemu ya ndoa yangu. Kwa jina la Yesu. Sema ndoa yangu sio maiti. Biashara yangu sio maiti. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mimi ni mbarikiwa. Kuanzia leo mimi ni mbarikiwa. Watoto wangu sio maiti. Kwa jina la Yesu. Sema masomo ya watoto wangu sio maiti. Kwa jina la Yesu. Kama walijaribu kubadilishana masomo ya watoto wangu wakuletea maiti, wewe ukatae. Warudi na maiti yao kwa jina la Yesu. Watoto wako wapite mtihani kwa jina la Yesu. Wapate kazi na waendelee kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea baraka leo. Pokea ushindi wa Bwana. Pokea kibali cha Mungu kwa jina la Yesu. Kuanzia leo
Mimi ni mbarikiwa. Sema mimi ni mbarikiwa kwa jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Jini sasa nimemaliza na kuinua Jehova. Aleta sifa zote Mungu wetu ukiwa kwenye kiti cha enzi Baba yangu. Asante kwa sababu ya neno Mungu limekuja wakati huu unaofaa, tunalihitaji, tunalitaka Mwokozi. Asante kwa sababu tutumia mtumishi wa leo hii. Pokea sifa zote Jehova. Asante kwa sababu ya neno lako Mungu, jinsi umetusaidia. Hatutakopa Mungu wetu, tutakopesha. Hata mataifa tutayakopesha. Pokea sifa zote Jehova. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Umesema ahadi uliyoahidi utaitimiza. Mungu, naleta sifa zote leo. Pokea sifa zote Jehova. Bariki watu wako Baba yangu. Bariki kanisa takatifu. Tunakuinua, tunakusifu Mwokozi wetu. Asante kwa sababu ya neno. Asante kwa sababu ya sauti yako. Asante kwa sababu ya upendo Baba yetu ambaye umetuongelesha naye mahali hapa. Pokea sifa zote Mungu wetu. Umetupenda Baba yangu. Umetuhurumia msaada wetu. Oh Baba, pokea hizo sifa. Yesu, pokea hizo sifa. Mungu, pokea hizo sifa. Dalina, naleta sifa Baba yangu. Naleta sifa zote Jehova. Naleta sifa zote Mwokozi. Umetutenganisha na maiti Mungu. Pokea sifa zote Jehova. Oh Baba, tutaenda nyumbani na maiti Jehova. Tunakuinua, tunakusifu. Pokea sifa zote Baba yangu. Pokea shukrani Jehova. Walikuwa wametenda leo turudi na maiti, lakini Mungu umekuja Baba yangu. Tunaleta sifa zote kwako. Pokea sifa zote mwaminifu. Pokea sifa zote mtakatifu. Pokea sifa zote Jehova. Kwa enzi Yesu. Uinuliwe na uabudiwe milele kwa jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na kuamini. Amen.